Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hichi. Jana Jumatano nilikuwa naangalia dawa dhidi ya uasherati. Namna ambavyo tiba sasa ya uasherati inapatikana. Paulo kwanza anaanza kwa address, sio kama watu ambao sawa, lakini tayari anawahesabia kwamba jamani, nyinyi sio kwamba ndio jina lenu hilo, ila mnatakiwa muache hicho kitu ambacho kinafanyika huko. Leo tunaenda kuangalia ndoa na useja siku ya Alhamisi. Tuweze kuomba. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana, tupatie na kibali cha kuja mbele zako Baba, katika pia masuala ya ndoa na useja tunakutegemea wewe. Utufungulie kwa hekima yako, tuongoze. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Somo la leo ni mwendelezo wa somo la jana, ila katika muktadha wa ndoa na useja. Somo la jana lilikuwa linahusu dawa dhidi ya uasherati. Sasa kama mwanandoa, uasherati bado ni tatizo. Kama ni useja, shauri. Paulo anasema ikimbieni zina. Lakini unakimbiaje? Unakimbilia kanisani? Kule ndio hakuna zina. Unakimbia wapi? Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 mpaka sura ya 7 mstari wa 9. Huko katikati ndipo anazungumza habari ya kimbieni zina. Sasa tusome hii ushauri wa kukimbia zina ndani ya muktadha wa maongezi haya. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. 7. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mumewe hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane, isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraha kwa kusali. Mkajiane tena shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo, lakini kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu, huyu hivi na huyu hivi. Lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwakatama. Asante sana. Sasa tukiongezea orodha ya dawa dhidi ya uasherati somo la jana na haya maongezi ya leo, lakini ndani ya muktadha wa ndoa na useja. Ushauri gani Paulo ambao anautoa kwa wanandoa ili kuepukana na zinaa? Peana haki zao. Ndio nini? Au kama watu wazima watakuwa wanaelewa tu. Okay. Kwa hiyo ni haki. Na kama ni nataka kuingia kwenye mfungo wa maombi na nini, sasa ile si inaweza kunipunguzia nguvu Ndio Paulo anasema basi kama ni hivyo mpatane, lakini usilazimishie. Muandae mwenzako, mkubaliane ili shetani asipate nafasi hapo ndani. Kwa hiyo wanandoa wanatakiwa kupeana bila masharti. Ni haki ya kila mmoja. Hiyo ni dawa dhidi ya uasherati. Na amri ya mwili wa mke ndio kukimbia zinaa. Kweli kama wewe umepewa haki nyumbani, yani umeshiba nyumbani, kweli vya mtaani unaweza kusikia njaa. Wewe mseja, ushauri unachukua, unakimbiaje zinaa? Ushauri ni kwa sababu kama unaona unashindwa kujizuia kwa mseja, basi oa ili zinaa. Kwa hiyo ndoa ni kitulizo. Ndoa ni kitulizo la Paulo pia hapa naona kama vile, mbona kama anasema ninavyojaribu pia na mimi na maswali. Kwa nini ametumia? Kwani hamna namna nyingine zaidi ya alitoa ushauri, anasema ni karama. Na anashauri kabisa kama wewe hujaoa, jane, uwe kama mimi. Paulo alikuwa mseja. Hakuwa na familia. Lakini hakuwa na familia. Mpaka anapoandika maneno yale alikuwa mseja, alikuwa na familia. Anasema nashauri zaidi. Bwana anakaribia.
Lakini karama anasema ili ni ushauri. Karama yake ikoje? Kama mseja, Paulo alikuwa anatambua utume wake, ni karama yake, na alikuwa dedicated, alikuwa amejitoa. Unajua ukijitoa namna ile sana, hata Kwame Nkrumah ninavyoambia habari zake, ndoa alifanya kuoa tu kwa sababu ya urais, lakini alikuwa hayuko interested, alikuwa so much focused. Ukiangalia hata ukina Nyerere, samani kidogo, ni baba wa taifa, lakini hakuwa mtu wa familia sana. Alikuwa amejitoa kwa ajili ya taifa zaidi. Na watu wa namna hiyo, yani hata vijana nawaambia, kama unataka ukimbie zinaa, uwe focused na masomo, uwe focused na utume na purpose ambayo Mungu naamini amekuweka. Nguvu ikienda kule, unajua washarati ni nguvu ile ni nguvu unaitoa, unaigawa. Kwa hiyo unakuta huku hamna sasa kugawa, kwa hiyo unakuwa ni ulinzi. Mseja wa namna ile anakimbia zinaa kwa kujizamisha katika utume na ni karama. Kwa hiyo kwa uwezo wa Mtakatifu inawezekana. Lakini kama katika hilo ulilosema, kama unawaka tamaa, pamoja na kwamba unampenda Kristo, unajitoa kwa ajili ya kazi yake na nini, lakini bado sio ndio ni takatifu. Wala wazungumzi kitu kwamba ni kitulizo tu cha zina. Ni takatifu. Basi Mungu hajakupa karama ile, wewe amekuita kwenye hii, tumia. Maana inaonyesha huo mwili tayari umeiva, unatakiwa upate mulete watoto duniani ambao wataweza kuchukua sura ya Mungu. Ndio anasema. Sasa labda nikuulize kidogo swali binafsi. Unahisi una karama kama Paulo ya useja, au unahisi unamwomba Mungu akupe ndoa? Mimi namwadhimisha Mungu kama alivyo katika Mwanzo sura ya 5. Ndoa. Rafiki, sijui kama kijana ningekuuliza swali hilo, uko wapi? Na kama wewe ni mwanandoa, sijui hii habari ya ndoa na haki, kupeana kule haki, unaamini kabisa inaweza kuwa ni dawa ya kukutuliza ili muweze kumtumikia Mungu kwa moyo mweupe? Hii ndio dawa ambayo Paulo anaitoa kwa wanandoa na wanasaidia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili tena ambalo linatuhimiza usafi wa ndoa, usafi wa maisha, ili tuweze kutumikia kwa miili yetu. Haleluya. Baba, ikiwa kama kuna mtu yeyote anawaka tamaa hapa, mpatie mchumba, mpatie mke au mume, ili atulie na kuweze kutumikia. Na ikiwa kama kuna mtu yeyote hapa ambaye Baba yuko ndani ya ndoa na hapewi haki yake, kampatie neema yako ili aweze kupata haki yake na akaweze kutumikia bila kunung'unika. Lakini ikiwa Baba kuna mtu yeyote amejitoa kwa ajili yako na habari hii ya ndoa sio issue, kamtulize kwa karama ya Roho Mtakatifu, akajitoe kikamilifu kwa ajili ya jamii na kanisa kwa ujumla. Jina lako litukuzwe kwa ajili ya neno hili. Tulete tena kwa neno lingine kama hili wakati mwingine kama kesho, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante ndugu mtazamaji, katika kipindi chetu tumefikia tamati siku ya Alhamisi. Karibu kesho siku ya Ijumaa tunakwenda kujibu maswali. Mimi ni Arnold Binza. Enos Makalindile. Ili maisha kamili na Dar es Salaam. Amen.